Ukraine imepoteza wanajeshi takriban 4600 katika mapigano dhidi ya vikosi vya Urusi kutoka mstari wa mbele katika moja ya mkoa huko nchini Ukraine, ambao pia Urusi inapigana kurudisha nchini mwake. Na utasikia pia idadi kubwa wanajeshi takriban 5000 wameingia nchini Urusi au wamewasili nchini Urusi kwa kupigana na vikosi vya Ukraine. Wametoka nchi gani? Basi pia utasikia hapa undani wa ripoti hii. Na utasikia pia kile ambacho amekizungumza rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye amemuunga mkono rais wa Urusi kudumisha mipaka ya nyuklia dhidi ya Moscow. Karibu sana na kusihi ya kwamba unaweza ukanifuatilia mwanzo hadi mwisho. Utasikia kwa undani kabisa kuhusu ripoti hizi, hasa wanajeshi wa Ukraine 4600 kufariki dunia na wanajeshi 5000 wamewasili nchini Urusi, na Donald Trump pia kumuunga mkono Vladimir Putin kuhusu nyuklia. Unaweza ukabonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Hasara ya vikosi vya wanajeshi wa Ukraine pamoja na mamluki wa kigeni katika wiki iliyopita, siku 7 ambazo zimepita kwenye mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk, zimefikia wanajeshi 4600 kuuawa na kujeruhiwa, ambapo uharibifu mkubwa zaidi kwa adui, ikiwa uharibifu mkubwa zaidi kwa adui umesababishwa na kikundi cha vita cha kusini cha Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochiko, ambaye pia amekuwa akiripoti kuhusu kila ambacho kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita, ameliambia shirika la habari la serikali la Urusi linalofahamika kama TASS. Hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine katika maeneo ya uwajibikaji wa vikundi vya vita vya kaskazini, kusini na magharibi katika wiki iliyopita kwenye mstari wa mbele wa kivita huko Jamhuri ya Watu wa Lugansk imefikia takriban wapiganaji na mamluki 4610 wa Ukraine, ni ambayo ni 215 zaidi ya ilivyokuwa katika kipindi cha kuripoti kilichopita. Mzozo mkubwa zaidi wa wafanyakazi ulisababishwa na adui, Ukraine, katika eneo la wajibikaji wa safu ya kaskazini na kusini, amesema Andrei Marochiko, akitoa mfano wa uchambuzi wa data kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mtaalamu huyo wa kijeshi ameongeza kuwa katika kipindi hicho vikosi vya Urusi pia viliharibu vifaru 7, vipande 38 vya silaha, vituo 51 vya vita vya kisasa elektroniki na vya kukabiliana na betri, bohari 110 za risasi, mafuta na vifaa, pamoja na karibu magari 280 ya kikosi cha wanajeshi wa Ukraine. Wakati pia Marochiko akiufahamisha umma kuhusu ambacho kinajili kutoka mstari wa mbele wa kivita baina mwa vikosi vya Urusi na Ukraine, ambako amesema wanajeshi, ikiwa ni pamoja na mamluki wa kigeni kutoka Ukraine 4600 wameuawa na wengine kujeruhiwa. Pia taarifa kubwa ambayo imeripotiwa ni kuhusu takriban wa Cuba 5000 wako na vikosi vya Urusi wakipigana katika mstari wa mbele wa kivita, ambapo imeelezwa kuwa hadi wapiganaji 5000 wa Cuba wanashiriki kikamilifu katika uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Shirika la habari la Reuters limeripoti Oktoba 5 likitoa mfano wa kebo ya ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyoonekana kwenye kituo hicho. Baada ya Korea Kaskazini, Cuba ndiyo mchangiaji mkubwa wa wanajeshi wa kigeni katika uvamizi wa Urusi, huku takriban wa Cuba 1000 hadi 5000 wakipigana nchini Ukraine. Marekani imesambaza kebo hiyo ambayo haijaainishwa, ikishiriki maelezo kuhusu jinsi Cuba inavyounga mkono vita vya Urusi nchini Ukraine kama sehemu ya kampeni yake ya kupinga azimio la Umoja wa Mataifa linaloitaka Washington kuondoa vikwazo vyake kwa taifa la Karibia ambalo limekuwepo tangu 1960. Kebo hiyo Oktoba 2 isiyoainishwa iliyotumwa kwa balozi nyingi za Marekani inaelekeza wanadiplomasia kuzitaka serikali za kigeni kupinga azimio hilo ambalo limepitisha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kila mwaka tangu 1992. Ingawa azimio la Umoja wa Mataifa lina thamani ya kiishara, bunge la Marekani pia pekee ndilo linaweza hatimaye kuondoa vikwazo vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Kwa mujibu wa shirika la Reuters limesema
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilikataa kabisa kutoa maelezo zaidi kuhusu wapiganaji hao wa Cuba, lakini ilisema inafahamu ripoti ya kwamba walikuwa wakihudumu pamoja na wanajeshi wa Urusi. Moscow imekuwa ikisajili wapiganaji wa kigeni kutoka nchi kama vile Nepal, Somalia, India na Cuba tangu kuanza kwa uvamizi wake kamili 2022. Mwaka jana pia Bloomberg kama shirika la habari iliweza kuripoti ya kwamba Urusi ilikuwa ikitoa malipo ya ukarimu na ahadi ya uraia kwa wapiganaji wa Cuba licha ya majaribio ya Havana ya kuzuia uandikishaji wapiganaji. Wakati huo pia idadi ya walioajiriwa wa Cuba iliripotiwa kuwa katika mamia ya chini. Idadi hiyo imeongezeka hadi maelfu, kwani maafisa wa Ukraine hivi karibuni wamewaonya wabunge wa Marekani kuhusu ongezeko la uajiri wa Urusi kwa mamluki wa Cuba. Cuba na Urusi zimedumisha mno uhusiano wa karibu tangu vita baridi, na hivi karibuni pia Cuba ilijiunga na kikundi cha BRICS kinachoongozwa na Urusi kama nchi mshirika mnamo Oktoba 2024. Na rais wa Marekani pia Donald Trump tayari ameonyesha kuunga mkono kudumisha mipaka ya nyuklia na Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Oktoba 5 Jumapili iliyopita alionyesha wazi wake kwa pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kuzuia kwa hiari silaha za kimkakati za nyuklia. Putin mwezi uliopita alipendekeza kudumisha vikomo kwenye ghala mbili kubwa zaidi za silaha za nyuklia zilizowekwa na mkataba mpya wa kupunguza silaha za kimkakati, yani START mpya, iwapo Marekani itafanya vivyo hivyo, ambapo mkataba huo uliotiwa saini mwaka 2010 unatarajiwa kuisha Februari 2026. Inaonekana kama wazo zuri kwake, Trump aliwaambia wanahabari alipokuwa nao ikulu ya Marekani na alipoulizwa kuhusu pendekezo la Putin. START mpya au New START imeweka kikomo cha vichwa 1550 vya nyuklia na jumla makombora 700 ya Ballistic ya kuvuka barabara, makombora ya balistiki yanayorushwa chini ya bahari na vilipuaji vizito kwa kila mtu aliyetia saini. Kulingana na shirikisho la wanasayansi wa Marekani, Urusi ilikuwa na makadirio ya vichwa 5580 za nyuklia hadi Machi 2024, ikiwa ni pamoja na takriban 1200 zilizokuwa zikisubiri kuvunjwa, hifadhi kubwa zaidi duniani. Safu ya kijeshi ya Urusi inajumuisha silaha za mbinu za matumizi ya uwanja wa vita na silaha za kimkakati zinazoweza kufika Marekani. Moscow imetoa mara kwa mara vitisho vya nyuklia dhidi ya Ukraine na Magharibi tangu ilipoanzisha uvamizi kamili mnamo Februari 2022. Ingawa vitisho hivyo havijatimizwa, wasiwasi bado unaendelea kuhusu nia ya kijeshi ya Urusi zaidi ya nyuklia ya Ukraine. Katika majira ya kiangazi, rais wa Marekani aliamuru manuali mbili zinazotumia nguvu za nyuklia za Marekani ziwekwe kwenye maeneo yanayofaa ili kujibu lugha ya uchochezi kutoka kwa rais wa zamani wa Urusi Bwana Dmitry Medvedev, ambaye alitishia kuongezeka kwa nyuklia.